Habari yako shosho? Mzuri sana. Umeshinda poa? Nashinda poa. Labda wewe? Hata mimi niko salama. Okay. Nashukuru. Asante. Sasa nilitaka tuanze mwanzoni. Pale ulizaliwa na vile maisha ilikuwa kitambo. Unaweza tueleza kutoka vile ulizaliwa, ile maisha ilikuwa mwanzoni, familia yako up until ile siku ulipatana na Guka. Kuzaliwa kwangu nilizaliwa 1946. 1946 ilikuwa na tatizo majina njaa ya wakati ya watu kukula unga ya muhogo. Kwa hiyo kulikuwa na njaa kubwa. Na hiyo ilikuwa ndio nikaambiwa ndio nilizaliwa kama watu wanatoka kwa hiyo njaa. Nikaingia 1955, tukaendelea, tukakuja mpaka wazungu wakati waliingia kabisa. Tukaingia tukakuwa watoto wa kijiji, wasichana wadogo, tuko kijijini kwa sababu tulifungiwa pamoja na mkoloni. Kwa hiyo tulikaa huku, tukapata ubatizo wa kanisa, tukapembelezwa na hawa mafadha walikuwa wazungu. Hakuna kitu tunajua, tunapewa switi, tunapewa nguo ili tukubali kwenda kanisa, kujua shule. Tukasoma na tukakaa. Mbebelo wakati aliingia katika kijijini, tukakuwa sasa watu wa command. Hakuna kutoka kwa kijiji, hakuna nini. Nilikuwa msichana kidogo. Nikasemekana mimi ninakuwa size ya kupelekea watu hawa wako msituni Mau chakula, kwa sababu mimi ni mdogo, ni msichana mdogo, siwezi kujulikana na hawa ati ninaweza kujua Mau ni nini. So wakati tuko kijijini kinasingilwa na mtalo mkubwa sana. Hakuna mtu angearuka ama atoke. Sasa tukakaa, tukaambiwa mashamba ya wale wako kwa wazungu, Waafrika wale wako kwa mzungu, ndio sasa wanajiita wako upande wa wazungu. Na sisi tuko wakati wa upande wa Mau. Sasa tukitumwa sisi wadogo tunaoda kwa hiyo mashamba ya wale wako kwa wazungu, ili tuvune matunda yao, tuvune miwa yao, tuvune kila kitu tuletee Mau mahali wako. Tukatumwa na mitungi ile inawekangwa maziwa. Kwa hiyo tukikutana na wazungu, hawa wazungu, hatujulikana tunabeba nini na tunapeleka nini. Sasa tuko na hiyo jerikani ndogo ya kubeba maziwa, tunakatakata miwa kidogo, matunda, kila kitu ilitoka kwa hawa kwa upande wa wazungu mashamba yao. Tukakutana na hawa wazungu. Tuko watoto wadogo, mnatoka wapi? Sisi tunatoka msituni. Hii ni maji na ni miwa na ni matunda na ni kila kitu ya shamba ya hawa. Tukapelekea Mau mahali wako. Tukipeleka huku, tukawaambia huku wazungu ni wengi sana huku nje. Kasema msijali, tuko. Sasa hapo tukaigiza hiyo matunda, hiyo miwa ni kidogo. Wanakula kwa hiyo nyumba, wanakula matunda, wanakula nini. Siku moja ili nijuane na hawa kabisa, mama moja kakuja. Hawa Mau walikuwa natoka Agothi.
wakaambiwa wazungu wamekuja. Wakasema tunababaika kusikia wazungu wako kwa sababu tunatoka Agosti. Tuko na siku 3 bila kupumzika, lakini hamujari, tuko hapa, sisi ni majabasi ya hawa wazungu. Huyo mama alikuwa anachukua dufia chai bila sukari. Akaambiwa tuko hapa, sisi ndio majabasi ya hawa wazungu. Dakika kidogo tu bunduki kwa mstuni kwa madizi ikakatakata madizi yote ya hawa Mau wako ndani. Wakaua wale wako nje wazungu, wakachukua hiyo inaitwa nini, bunduki. Sasa sisi tukaona watu wamekufa. Ndio wazungu waliua Waafrika, lakini wazungu waliuawa sana. Kwa sababu hii vitu ya Mau bunduki walikuwa natoa wapi? Walikuwa natoa kwa wazungu, kwa sababu wanawaua. Hapo ndio sasa vita ilikuwa inaisha. Sijui iliisha namna gani, tulijiona mpaka sasa hata kijijini tunatolewa sasa. Tukitolewa kijijini kulikuwa na shida sana. Kwa sababu kama ni ng'ombe ilikuwa inajengewa kwake, nguruwe kwake, mbuzi kwake, kila nini, magala ya kutoa mahindi kwako. Na ukienda kutoa mahindi, wanasheki, unabeba mahindi gapi? Tunasema leo mtoe mahindi 3, na pengine uko na watoto 10 kwa nyumba. Ukienda kukamua mnapelekwa, mkienda kwa shamba mnapelekwa. Na kama iko mtu alikosea serikali, na wakati huo mnatoka kwa mashamba, kwa maana askari wanaenda pande hii, wengine pande hii, wengine pande hii. Wewe uliongea maneno ya wasungu, utaingia nyumbani, utasikiwa hapo tu ni Mau. Mkirudishwa huku kwa kambi, mtu fulani hayuko, mtu fulani nani alimuona, hapatikani, huwa ameenda hivyo. Kwa hiyo maisha ilikuwa hiyo ya wakati huo. Ilikuwa msichana, lakini si msichana mkubwa, ilikuwa kidogo tu, maisha ikaendelea. Umemention ulikuwa unafanya kazi. Ulikuwa unafanya kazi ukiwa mdogo, ulifanya kazi ukiwa mkubwa. Sasa swali yenye nilikuwa nayo ni wasichana pia hiyo wakati walikuwa nakubali kwenda kufanya kazi kwa hizi shamba za wazungu. Haikuwa kitu kama wasichana wanafaa kubaki nyumbani kuangalia boma, ama wenye wameoleka wanakaa nyumbani kuangalia boma? Wakati wazungu walianza kuajiria Waafrika kazi kwa mashamba yao, ukienda kwa mzungu kuandikwa kazi, anakuuliza uko na bibi ngapi na uko na watoto ngapi, kwa sababu Wakikuyu tuseme Kikuyu tuseme walikuwa yule ako na wabibi wadogo ni 2, wako na wabibi 3, 4, 2. Sasa akasema mimi niko na bibi 2 na watoto ngapi? Watoto pengine 10. Sasa hawa wote wakaandikwa ni mzungu. Mama kaandikwa, baba kaandikwa, watoto wakaandikwa. Kwa hiyo walikuwa nafanya kazi kwa mzungu wote, baba na mama na watoto. Okay. Na ukasema ulitaja kwamba mlikuwa mnalazimishwa kwenda kanisa. Hiyo ilikuwa inafanya usikie aje kama msichana kwa boma, ama ilikuwa inafanya usikie aje ukilazimishwa kwenda kanisa? Na kama hiyo ndio ilikuwa maoni yake, like is that what you saw? Ni kama mlifosiwa tulikuwa naona ni mzuri. Mapadri wa Katholiki walikuwako wazungu, kutufundisha kanisa ni nini, na kupatizwa, tukapatizwa. Na tulikuwa na fundisho dini
mzuri sana, kwa sababu ungeanguka, ulikuwa narudia mwaka ingine moja, ujue kanisa vizuri na ujue Mungu ni nini. Sasa hapo ndio tulipatisiwa, tukapata upatiso, na hatukukuwa tukisukumwa tukwenda kanisa wala nini. Tulikuwa napenda kujua kanisa na hata kusoma. Na mlisomeshwa pia na wazungu? Mlipelekwa shule hadi kiwango gani? Tulipelekwa ni wazazi wetu shule. Hata ingawa haikukuwa na malipo ya aina hiyo. Kama mimi wakati huo nilisoma mpaka study 6, sikuendelea na masomo kwa sababu nilikuwa mkubwa. Msichana anakuwa mkubwa, anafikiria maneno ya kuoleka. Sasa maneno ya masomo ikapitia. Sasa unataka kuniambia hiyo ndio wakati ulikuwa umeanza kuona, hiyo ndio wakati ulianza kujihusu na rafiki yako? Sasa kukaa wakati huo na 61 60 fikia 60 nikajijua sasa mimi niko msichana, na ninaona wale tunatembea naye wengine wanajaa reka hivyo, lakini kulikuwa na udimandi kwa maboma. Singetaka uoreke kwa mtu fulani, singetaka utembee na watoto wa mtu fulani. Wakati huo watu walikuwa naambiana, wale ni wachawi, wale ni wakorofi, wale ni waizi, wale ni watu wazuri. Boma ile watu wako ni waizi. Boma ile watu wao wanalogana na wanaua. Boma hiyo wasichana wakioleka hawakai huku. Sasa tulikuwa naambiwa, tafuta ile boma unaona mzuri, sikuenda kujiingiza kama mahali kama kipepeo, utafute. Saa hiyo tulikuwa kijiji moja na huyu alinioa. Sasa alikuwa ananiangalia na mimi namwangalia, nikasikia nampeleka Uganda kusoma. Alienda Uganda, kwenda Uganda na nitumia barua na kupenda. Kwenda Uganda nikamwambia usikuja na Muganda, mimi nakungoja. Akakaa akasema na wewe usiende kwa watu fulani. Akanitajia ni kama ananicommand. Akanitajia, najua wale tulikuwa natembea nao. Kamwambia na wewe ujue kabisa utakuja na Muganda. Sasa akaenda huku kusoma. Akaniandikia barua, nikapatia wasichana wale wengine tusome nao, tukasoma. Akaniambia hapa ni poa, we mugoje. Nikamugoja, akakuja. Wakati alikuja nikaona boma yao. Dada yao alinifutilia kabila. Dada yao alikuwa ndio huyu Wangoi, ndio wewe Wangoi. Nikaona unakuja na mtoto unafuga kitambaa kama ya Wakorino, kofia ya white. Na watoto wazuri sana. Na mama naye ni mzuri, anakuja kuangalia mama yake. Sasa mjamaa akaniitanga, kuja usalimia dada yangu. Alikuja, nikasema huku mimi sitaki kujulikana ati mimi nataka kuoleka huku. Nikajifisha tu. Siku moja nikaenda, akaambiwa ni dada yake. Na huyu msichana ni wapi? Ati ni ya hapa. Ni wa nani? Ni wa mtu fulani. Nyanya yangu akajua huyu kijana anataka kunioa. Akaniita. Akaniambia usikubali kuoleka hiyo boma. Huyu anakupenda, ako hasira nyingi sana. Niliona akifuja sungura ya rafiki yake wakikosana. Akakuwa na hasira sana. Nikamwambia so huyu ninampenda. Unampenda lakini utachukua hasira. Msichana naye kabisa. Mama nikaenda kwake. Akaniambia nilisikia lakini akwambia usiweze kutuletea mtoto hapa. Na huyu kijana akajuru. No. Walikuja kumaccept lini sasa? Ni nini uliwaambia? Ukawaambia unampenda huyu kijana? Kwa wakati nilitafutwa na tulikuwa mahali na huyu kijana, tukakaa. Msichana mmoja akajua mahali niko.
Sasa mama yangu akatuma dada yangu, akakuja akasema unaitwa nyumbani. Sikuvumilia tena, nikaenda nyumbani. Sasa kukaa ikifika 62 nikaoleka. Wow. Na nikakuwa mfanyikazi wa huku kwa dada yake. Na wakanipenda sana. Wow. Tangu sasa watoto yake, wa dada yake, nini, wote wananipenda. Na mimi niwalea wale nilikuta naye. Dada yake akakuwa na watoto 3 walika ya watoto yangu, tukazaa pamoja. Kwa hiyo mimi kwangu urembo kana ama usichana niliona ni vizuri. Lakini wakati huo ndio ninashindwa, mkioleka wale wasichana wako sasa, unasikia hawasikilizani na masemeji, hawasikilizani na kule anaoleka. Hiyo ndio sasa shida ile iko. Sisi tulikuwa kitu kizuri. Kuna kitu nilitaka uongelelee kidogo kuhusu mavazi, vile wanawake walikuwa wanavaa kitambo na vile wanavaa sasa hivi. So unaweza tu elezea nini ilikuwa ina consideriwa urembo? Upande ya mavazi sikuona tukivaa suruali, sikuona tukivaa, hata wakati huo mwenye kuvaa kiatu alikuwa tena anajulikana sio kama msichana mzuri. Lakini nguo ilikuwa kawaida, ni lazima uvae nguo mzuri. Kwanza unaonekana wewe ni msichana mzuri, unavaa nguo kiasi. Huwezi vaa nguo ikiwa juu ya knee, iko chini. Ukitembea wakati huo na mavazi mazuri, ukipitana na mama walika ya mama yako, unamsalimia ukiwa kwa ubali, umuguzi. Lika ya baba yako, unasalimia ukiwa kwa ubali. Huwezi mkakutana ati mnasalimiana mzuri. Hapana, ni kumpe heshima. Okay. Sasa tukiangalia kwa sasa vile wanawake wanajibeba kama kwa urembo na pia kwa values, unaweza ona kuna tofauti ya venye ulilelewa na venye watu wanalelewa sasa hivi? Naona hata kwa nyumba yangu wamepita kiasi. Sasa hatuoni ni vizuri, hatuoni ni mbaya, kwa sababu tunasema ni kisasa. Lakini tunaona hawaendelei vizuri kama vile, kwa sababu hata heshima hakuna ya kuonekana. Hawana heshima vizuri. Na tukimalizia, uko na mawaidha ya kutupa sisi wasichana wa siku hizi? Sasa mumepita kiasi, mnajua mengi, mnatembea sana. Sasa mawaidha ile ningeatoa kwa nyinyi ni wakati mko na waume wenu kwa nyumba, mkishaoleka, ujue mwanamume mbaba bwana yako ni kichwa, wewe ni shingo. Ni lazima ufuate kichwa, ili shingo ikigeuka inaona. Ni lazima upee. Naona kile kitaweza kusaidia nyinyi ni kutii waume zenu na kutaka na mtoe majifuno. Kujifuna, nimesoma kuliko wewe, sijui boma yenu, sijui watu wenu, sijui nini. Hiyo wewe fuatilia na bwana yako ule alikuoa, na wewe kuwe mwenye kupenda hao wazazi, kwa sababu Biblia inasema hivi, watu wenu wakuwe watu yetu na watu wetu wakuwe watu wenu. Kwa hiyo wasichana wengine wanaenda na kifua kwa boma za wenyewe hata kufuruga. Kwa hiyo ningeona advice wakuwe wakitii boma zao. Asante sana Shosho, tumeshukuru sana. Hiyo ni